Huduma mpya ya mawasiliano ya XChat inayomilikiwa na bilionea maarufu duniani Elon Musk imeanza kufanya kazi rasmi nchini Tanzania na tayari imeanza kuvutia watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii wanaotafuta njia mpya ya kuwasiliana kwa faragha zaidi. Mfumo huo mpya unaokuja kupitia mtandao wa kijamii wa X au Twitter unatajwa kuwa moja ya hatua kubwa zinazoweza kubadilisha ushindani wa programu za mawasiliano duniani, hasa katika kipindi ambacho watu wengi wameanza kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa taarifa zao binafsi kwenye majukwaa mbalimbali ya kidigitali. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kuhusu huduma hiyo, XChat inamruhusu mtumiaji kuanza kuwasiliana bila kuwa na ulazima wa kutumia namba ya simu kama ilivyo kwenye programu nyingi za mawasiliano. Badala yake, mtu anachohitaji ni akaunti yake ya X pekee, ndipo anaweza kuanza kutuma ujumbe kwa marafiki, familia au wafuatiliaji wake. Hatua hiyo imeonekana kuwa mabadiliko makubwa kwa sababu kwa muda mrefu programu nyingi maarufu zimekuwa zikimtegemea mtumiaji kutumia namba yake binafsi ya simu. Wachambuzi wa teknolojia wanaamini kuwa mfumo huo unaweza kuwavutia watu wengi wanaotaka kulinda taarifa zao binafsi na kupunguza usumbufu wa kusambaza namba zao kwa kila mtu. Katika dunia ya sasa ambapo masuala ya usalama wa taarifa yamekuwa muhimu zaidi, uwezo wa kuwasiliana bila kutoa namba ya simu unaweza kuwa moja ya sababu kubwa zitakazoifanya XChat kupata watumiaji wengi kwa haraka. Moja ya mambo yanayozungumziwa sana kuhusu XChat ni uwezo wake wa kutumia mfumo wa kisasa wa encryption ambao unatajwa kuwa wa hali ya juu zaidi. Mfumo huo unahakikisha kuwa ujumbe unaotumwa unaweza kusomwa na mtumaji pamoja na mpokeaji pekee, jambo ambalo limekuwa kivutio kikubwa kwa watumiaji wanaojali faragha zao. Katika miaka ya hivi karibuni, watumiaji wengi duniani wamekuwa wakitilia mashaka namna kampuni kubwa za teknolojia zinavyokusanya na kutumia taarifa zao binafsi. Hivyo, huduma zenye usalama mkubwa zimeanza kupata umaarufu mkubwa. Mbali na hilo, XChat pia imekuja na mfumo unaozuia mtu kupiga picha ya skrini ya mazungumzo bila ruhusa. Kipengele hicho kinatajwa kuwa hatua mpya ya kulinda mazungumzo ya siri dhidi ya kusambazwa kiholela. Aidha, watumiaji wanaweza kuweka ujumbe kujifuta wenyewe baada ya muda maalum, mfano dakika 5 baada ya kutumwa au kusomwa. Wengi wamefananisha mfumo huo na View Once inayopatikana kwenye baadhi ya programu nyingine, lakini kwa maboresho zaidi yanayolenga kuongeza usalama na faragha ya mtumiaji. Huduma hiyo pia imepokelewa vizuri kutokana na kutokuwa na matangazo mengi ya biashara ndani ya mfumo wake. Katika kipindi cha sasa, watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii wamekuwa wakilalamikia kuongezeka kwa matangazo yanayokatiza mawasiliano au kuonekana mara kwa mara ndani ya programu mbalimbali. XChat inaonekana kujaribu kujitofautisha kwa kutoa mazingira safi zaidi ya mawasiliano bila usumbufu mkubwa wa matangazo, jambo ambalo linaweza kuwa faida kubwa kwa watumiaji wengi. Katika upande wa uwezo wa makundi ya mazungumzo, XChat kwa sasa inaweza kubeba hadi watu 481 ndani ya kundi moja. Hii ni idadi kubwa inayokaribia uwezo wa WhatsApp ambao unaweza kubeba watu 500 ndani ya kundi moja. Ingawa bado WhatsApp inaongoza kwa idadi hiyo, wengi wanaamini tofauti hiyo si kubwa sana kiasi cha kuzuia watu kujaribu mfumo mpya wa XChat. Kuanzishwa kwa XChat nchini Tanzania kumefungua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa programu za mawasiliano. Wapo wanaoamini kuwa huduma hiyo inaweza kuwa mpinzani mkubwa wa WhatsApp, hasa kwa watumiaji wanaopendelea usalama, faragha na matumizi yasiyohitaji namba za simu. Kwa miaka mingi, WhatsApp imeendelea kutawala soko la mawasiliano duniani, lakini ushindani kutoka kwa huduma mpya unaweza kubadilisha hali hiyo kwa kiasi fulani. Wachambuzi wa masuala ya teknolojia wanaeleza kuwa nguvu kubwa ya XChat inaweza kuwa katika kuunganisha huduma za mawasiliano moja kwa moja na mtandao wa X ambao tayari una milioni ya watumiaji duniani. Hii ni maana kuwa watu wanaotumia X kwa habari, biashara au burudani wanaweza kuanza kutumia huduma hiyo ya mawasiliano bila kulazimika kupakua programu tofauti au kusajili akaunti mpya. Kwa upande mwingine, baadhi ya watumiaji bado wanaamini kuwa WhatsApp itaendelea kuwa na nguvu kubwa kutokana na uzoefu wake mkubwa sokoni pamoja na idadi kubwa ya watu wanaoitumia kila siku. Lakini historia ya teknolojia imeonyesha kuwa huduma mpya zinapokuja na ubunifu mkubwa zinaweza kubadilisha kabisa namna watu wanavyowasiliana. Mfano wa hilo ni jinsi mitandao kama Facebook, Instagram na TikTok ilivyobadilisha tabia za matumizi ya mitandao ya kijamii duniani.
Kwa Tanzania, ujio wa XChat unaweza kuwa mwanzo wa ushindani mpya katika sekta ya mawasiliano ya kidigitali. Vijana wengi ambao tayari ni watumiaji wakubwa wa mtandao wa X wanaonekana kuvutiwa na huduma hiyo mpya, hasa kutokana na uwezo wake wa kulinda faragha na kupunguza utegemezi wa namba za simu. Wengine wanaona mfumo huo kama njia mpya ya kuwasiliana bila usumbufu wa simu zisizohitajika au watu kuhifadhi namba zao bila ruhusa. Kadri matumizi ya teknolojia yanavyoendelea kuongezeka nchini na duniani kwa ujumla, ushindani kati ya majukwaa ya mawasiliano utaendelea kuwa mkubwa zaidi. Swali kubwa linalobaki sasa ni kama XChat itaweza kweli kuipiku WhatsApp na kuwa chaguo kuu la watumiaji wengi, au itaendelea kuwa mbadala wa ziada kwa baadhi ya watu wanaotafuta huduma tofauti. Kwa sasa, jambo lililo wazi ni kuwa ujio wa XChat umeleta gumzo kubwa na umeanza kuwafanya watu wengi kujiuliza kama zama za kutoa namba ya simu kwa kila mtu zinaelekea kufikia mwisho wake.